Kwa jina mimi ni Mheshimiwa Victor Safari Nyanje, mjumbe wa wadi ya Kasemeni, na niko hapa kuzungumzia mambo mawili matatu. Jambo la kwanza ni kuhusu mradi wa Mwache Dam. Nafikiri wiki iliyopita kumetokea gazeti ya NTV ambapo ilisema ya kwamba mradi wa Mwache Dam umefutiliwa mbali. Leo niko hapa niweze kueleza vizuri zaidi na ni kashifu yale maneno ambayo yaliandikwa katika gazeti. Ukweli ni kwamba mradi wa Mwache Dam unaendelea. Kufikia sahi, wananchi wa Kasemeni na Mavumbo wanaendelea kupokea award za mashamba yao na nyumba zao na miti. Kile kilichotokea ni kwamba ile mradi ya irrigation ya Pemba Dam ilikuwa ni eka 250, ikapunguzwa mpaka eka 60. Kwa hivyo mradi wa irrigation umepunguzwa idadi ya ekari, lakini upo. Mradi wa Mwache Dam una component 3: main dam, lower check dam na upper check dam na barabara. Kwa hivyo zote hizo miradi zote ziko. Kwa hivyo yale ambayo yaliongelewa kwa magazeti sio ukweli, na sisi tuna information ya kwamba by next year but 2027 mradi itakuwa imekamilika. Kwa hivyo ilikuwa ni muhimu nieleze hivyo, ndio wananchi wasiwe na maswali mengi kuhusu mradi huu ambao tunasema ni mradi mkubwa katika nchi yetu ya Kenya. Jambo la pili, nataka niongelee pia mambo ya uajiri. Pale Mwache, mimi kama kiongozi, kama MCA wa wadi ya Kasemeni, nasema ya kwamba na narudia tena, hatukubali kabisa ya kwamba zile nafasi za kazi ambazo sisi tumezipigania zichukuliwe na watu wengine isipokuwa wananchi wa Kasemeni na Mavumbo. Na narudia nikisema, ikiwa kuna mfanyikazi yoyote wa kampuni ya Senehydro ambaye hataki hilo, achukue virago vyake aende zake, kwa sababu sisi tunajua mahali ambapo huu mradi umetufikisha, na tumepigana kwa siku nyingi sana ya kwamba tuweke mambo sawa. Kwa hivyo we will not allow, hatutaruhusu. So kile mimi nasema ni kwamba zile nafasi zote za kazi ambazo wananchi wetu wanaziweza, hizo nafasi za kazi ni za watu wa Kasemeni na Mavumbo, na tutafight mpaka dakika ya mwisho kuhakikisha kwamba hilo lilitimizwa, na tulikubaliana vizuri 70%, na hiyo tutasimama hapo, hatutabanduka. La mwisho kabisa, nieleze kidogo kwa ufupi kuhusu masuala ya mambo ya ile miradi ya maisha mbadala. Tunajua ya kwamba wananchi walikwenda wakaeleza yale ambayo wanayataka, na tukasema ya kwamba jambo la muhimu sana ni mambo ya maji, alafu mambo ya barabara. Na mimi najua ya kwamba ile kamati ambayo inafaa kufanya hii maneno wameshaketi na wamecompile zile proposal na wamezituma kwa wale watu wa mradi. Mimi nataka niseme hivi: tunataka mradi ushughulikie mambo ya maji, tunataka mradi ushughulikie barabara zetu, tunataka zile component za biashara wananchi wetu wapewe, lakini zaidi pia zile biashara ambazo ziko katika huu mradi, ikiwa ni barabara ambayo ilimwe, sisi tunasema kuna vijana wetu wana kampuni zao hapa, wapewe wafanye. Mambo ya maji vile vile, kwa sababu hizo opportunity ya mradi imekuja mara moja, na tukiipoteza sahihi hatutawahi kuiona tena. So tunataka nafasi zote ambazo zinatoka katika mradi huu ziende wananchi wetu wa Kasemeni na Mavumbo na Kwale kwa ujumla. Na nasema ya kwamba ikiwa ni wafanyikazi, ikiwa ni wafanyi biashara wako humu, tuna vijana wetu wengi ambao wamesomea hizi kazi. Hata hapa ambapo tulipo Mazeras Polytechnic, kuna vijana wametoka hapa, wanaweza kuchomelea, wanaweza kuwa mafundi wa stima, carpentry na wale wote. Hakuna sababu yoyote ambayo inaweza kufanya vijana wetu wasipewe kazi na kazi zipewe watu wengine. Lakini mimi nimesema hapa, na mimi niko tayari
Ikiwa watakataa vile ambavyo tunasema, mimi niko tayari. Kama ni mbaya ni mbaya, kama ni noma ni noma, tutasukumana mpaka mwisho kieleweke. Asante.